Urusi iliweza kuanzisha mashambulizi kwa makombora na ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia tarehe 7 mwezi Mei, yani siku ya leo, na kusababisha watu takribani wawili kuweza kuuawa na kusababisha majeruhi ya watu wengine takribani 8, wakiwemo watoto 4. Maafisa kutoka nchini Ukraine wameweza kuripoti hivyo. Mabaki ya ndege zisizo na rubani za Urusi ziliweza kushambulia majengo kadhaa ya makazi katika vitongoji vya huko Dnipro, Shevchenkovsky na Sievierodonetsk katika mji mkuu wa Ukraine, ambako pia huko wilayani Shevchenkovsky miili ya watu takribani wawili waligunduliwa baada ya ndege isiyo na rubani kushambulia jengo la makazi na orofa 5. Huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine imeweza kuripoti hivyo. Pia wakiwa katika wilaya ya Sievierodonetsk mjini humo, yani jiji la Kiev, mtu mmoja mzima na watoto 4 walipata majeraha kutokana na shambulizi hilo. Ndege isiyo na rubani pia ilishambulia jengo la makazi na orofa nyingi katika wilaya ya Dnipro na kuharibu orofa 29 na 30. Jumla ya watoto 3 wamelazwa hospitalini kutokana na majeraha ya moto yaliyotokana na shambulizi hilo, huku pia mtu mzima mmoja pia amelazwa hospitalini. Wajibu wa kwanza kabisa wametumwa kwenye tovuti za mashambulizi ya Urusi katika jiji hilo. Waandishi wa habari pia kutoka shirika la habari la Kiev Independent waliweza kuripoti ya kwamba milipuko kwa mara ya kwanza ilisikika mwendo wa saa 1 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine, huku jeshi la wanahewa la Ukraine likionya kuhusu mashambulio ya makombora ya Urusi katika jiji hilo. Milipuko ya ziada pia iliweza kuripotiwa mwendo wa saa 4:30 asubuhi kwa saa za huko, huku pia kukiwa na tishio la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Urusi. Maafisa wa eneo hilo pia waliweza kuripoti ya kuwa duka kubwa, tawi la posta pamoja na idadi ya magari yaliweza kuharibiwa kutokana na shambulizi hilo. Shambulio hilo dhidi ya mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kiev linakuja kabla ya kuanza kwa sherehe za siku ya ushindi ya Urusi mnamo mwezi Mei, huku pia viongozi takribani 29 wa dunia wakitarajiwa kuhudhuria matukio huko mjini Moscow. Urusi iliongeza mashambulizi yake dhidi ya raia wa Ukraine katika wiki iliyokwisha kupita na kusababisha vifo vingi zaidi vilivyoripotiwa huko mkoani Kryvyi Rih, mkoani Sami, Odessa, Kharkiv pamoja na jiji kuu la Kiev, ambako inakumbukwa mnamo mwezi Mei tarehe 4 shambulio la ndege isiyo na rubani la Urusi katika mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kiev lilisababisha watu 11 kujeruhiwa, wakiwemo watoto 2 na kuharibu jengo la maduka. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia alipendekeza au alisema ya kwamba na kupendekeza kusitishwa kwa mapigano kwa siku 3 katika maadhimisho ya sikukuu ya ushindi wa Urusi kati ya Mei 7 na Mei 9, ambako pendekezo hilo pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliweza kulikataa na kuliita mwigizo wa kuigiza iliyoundwa ili kupunguza kutengwa kwa Urusi kimataifa na kuunda mazingira mazuri kwa Moscow. Wakati pia Urusi ikiendelea kufanya mashambulizi huko nchini Ukraine, taarifa nyingine ambayo na kudokeza muda huu ni kuhusu nchi za Ulaya zimeamua kujitilia mkazo zaidi kuhusu kupeleka ndege za F-16 huko nchini Ukraine, ambako taarifa ambayo imeweza kuripotiwa muda huu ni kuhusu Ubelgiji itaweza tu kuwasilisha ndege zake za F-16 huko nchini Ukraine katika miaka ijayo. Waziri wa ulinzi anafahamika kama Theo Franken amesema baada ya nchi yake kuahidi kuipatia Ukraine ndege mwaka jana, ambako Brussels lazima kwanza iweze kupokea uwasilishaji wake yenyewe wa F-35 kutoka Marekani. Franken alisema hivyo. Ubelgiji pamoja na wanachama wenzake kutoka NATO, yani Denmark, Uholanzi pamoja na Norway waliweza kuahidi mwaka 2023 kuipatia Ukraine hadi ndege 80 za F-16 baada ya kupokea
kibali cha kufanya hivyo kutoka kwa utawala wa rais wa zamani wa Marekani Bwana Joe Biden. Mwaka jana Ukraine pia ilipokea takribani ndege 20 kutoka Denmark pamoja na Uholanzi. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na jumuiya ya wanachama wa Baraza la Atlantiki huko mjini Washington siku ya jana Jumanne, Franken alidai ya kuwa Ubelgiji ndiyo mfuasi mkuu wa Kiev katika uwanja wa anga, licha ya kwamba nchi yake bado haijapatia Ukraine ndege zozote. Brussels inawasilisha F-16 takribani 30 kwa Ukraine katika miaka ijayo haraka iwezekanavyo, kiongozi huyo alisema hivyo. Franken pia alielezea kuchelewa kwa kusema ya kwamba wakiwa na F-35 zao kutoka Marekani watawapa F-16 kwa sababu wana uwezo wa DCA, yani wastani wa gharama ya dola nchini Ubelgiji. Alikazia ya kwamba Ubelgiji pia imeegemea mbele sana kuelekea Kiev na itamuunga mkono Volodymyr Zelensky na kila mtu wa Ukraine kwa sababu ni muhimu zaidi. Mwezi uliopita, waziri mkuu wa Ubelgiji aliyefahamika kama Bart De Wever alisema nchi hiyo itatuma F-16 mbili zisizofanya kazi huko nchini Ukraine ili zitumike kwa vipuri kufikia mwishoni mwa mwaka huu. De Wever pia alitangaza kuwa Brussels itatoa dola bilioni 1.1 kwa msaada wa kijeshi kwa Kiev kila mwaka, ambapo kulingana na Franken pia alisema kifurushi hicho kitapitishwa na serikali ndani ya wiki chache zijazo, ambako pia wiki iliyopita Washington iliweza kuidhinisha mkataba wa dola milioni 310.5 ili kuendeleza msaada wa kijeshi wa F-16 zinazoendeshwa na Ukraine, ambao pia ni pamoja na mafunzo, vipuri, marekebisho ya ndege, usaidizi wa vifaa na usaidizi wa programu kwa ndege ya kizazi cha 4. Wizara ya Ulinzi pia huko mjini Moscow iliweza kuripoti mwezi wa 4 ya kwamba walinzi wa anga wa Urusi waliweza kudungua ndege aina ya F-16 na hivyo kuwa ni mara ya pili kuthibitishwa kupotezwa kwa ndege hiyo iliyobuniwa na Marekani inayoendeshwa na Kiev, ambako pia mamlaka kutoka nchini Ukraine hapo awali zilisema ya kuwa F-16 zingebadilisha mchezo katika mzozo na Urusi, lakini matumizi yao katika mapigano hayo yamepunguzwa, huku ndege ikiwekwa mbali na laini ya mawasiliano kwa madhumuni ya ulinzi wa anga nchini humo.